watakatifu wa Mungu kuwapa kutokufa. Mliziona nuru ya mwaka wa Sabato, sauti zinatangaza ufalme ni karibu. Msafiri ninaona mlima wa Sayuni, mji wa Yerusalemu nayofahari yake. Kwenye mji wa dhahabu anaketi mfalme, katika kiti kizuri huku anatawala. Para amani popote, mashamba usitawi, nani ina rutuba, vitoni tulivu. Mlizi twakaribia nchi iliyo nzuri, twende mbele tufurahi, nchi inachangamka. Sikieni kuna wimbo wa waliookoka, kaza mwendo ujiunge na kundi kubwa hili. Vijana wakaze mwendo wajiunge na hii kundi kubwa. Asante sana. Kipindi cha nyimbo kimekatika. Ni saa 8:34. Yesu akasema, najua umekuwa na wengine si tano. Naye uliye naye sasa siye mume wako. Si wako naye? Ndio. Si wanalala pamoja kitanda moja? Ndio. Si wanaamka wakienda kazi wakirudi, si ndio? Kabisa. Lakini Yesu anasema huyo si mume wako. Kwa nini? Alikuwa konda wa ingine na ingine na ingine. Ndio inakula jamii leo. Unaona jamii iliyotuzunguka, hiyo ndio tatizo la kwanza. Inakula jamii. Jamii ya leo inaliwa na hiyo. Mtu anaruka anaingia kwa huyo, anawacha, anampachika mimba, anaacha. Sasa mwanaume anza kuangalia yule mwanamke wa kwanza ulipachika mimba na ukapotea. Saa hiyo kienda kwenye Mumias, kuna watoto wanafanana na wewe, wanapitiaga kando. Anapitia kando. Maana wanaanza kukua wakubwa, mapua ni yake, aliwachana na mwanamke. Nakwambia ukweli. Hata upate pesa kiasi gani, hata upate utajiri kiasi gani. Hamjaona matajiri? Hamjaona matajiri wako na mali lakini hana amani? Mke wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hiyo kuachana na mwanamke, hiyo ni laana. Mungu akasema huyo mwenye unaishi naye kwa sasa sio mume wako. Endelea. Inasema hapo umesema ukweli. Umesema ukweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Ninaona wewe ni nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Tulia. Yesu akamwambia yule mwenye unaishi naye saa hii sio mume wako. Kwa nini? Kwa nini si mume wake? Kwa nini? Kwa nini yako mume wake? Mungu anahesabu mume wako ni yule wa kwanza mlilala naye. Piga hesabu. Mwenye umewahi lala naye wa kwanza, ama wewe mwanaume ulilala na nani wa kwanza? Ule wa kwanza. Huyo ndiye ameandikwa mbinguni mke wake. Huyo mwingine anaitwa side chick. Sasa ule wa kwanza huyo mwenye ulilala naye ukavunja ubikira wake, hata kama hakuwa bikira, huyo maandiko yanasema ni mke wa agano lako, covenant. Na uko na masharti mawili. Sharti la kwanza ndio ingie kwa ndoa nyingine. Sharti la kwanza, msomaji? Naam, 5 Mathayo 32. Angalia masharti ya kwanza. Inasema Mathayo 5:32. Unajua leo watu wanatoka kwa ndoa vile wanataka. Nimetoka ananibo. Wacha nikae kidi yangu.
nilisikia mwingine anasema I can do without men. Anakaa miezi miwili anajipata kwa yeye Airbnb na mwanaume alitoka kwake. Soma usikie. Inasema hivi, twende 5:32 Mathayo. Sharti la kwanza, twende. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, Kila mtu amwachaye mkewe, kila mtu amwachaye mkewe, si walilala pamoja? naam, Amemzalisha pengine, ndio, ama hajazaa, si ndio? naam, Kila mtu amwachaye mkewe, ndio, isipokuwa kwa habari ya uasherati, kama hujampata katika uasherati, ameenda na wanaume wengine, amfanya kuwa mzinzi, unamfanya huyo mwanamke anakuwa mzinzi. na mtu akimoa yule aliyeachwa, Na hiyo ndio matatizo leo. Watu wengi wanaishi na bibi za watu. Ukioa mtu ambaye mwanamke ambaye aliachwa na mwingine, azini, na wewe umezini. Unaona, hiyo ndio shida ya kukutana town kwa matatu. Shida ndio, na Biblia inasema mke mwema hutoka kwa anko yako na nyanya yako, si ndio? kwa Bwana. Ngoja, hebu tafuta ile andiko. Wewe unajua ni kwa nini ile andiko liliandikwa? Mke mwema upeanwa na shosho nyumbani. Soma usikie. Methali. Na mimi sifundishi hivi ati ni hukumu mtu, hapana. Tuko na suluhisho bado, Mungu anaweza kukujalia, lakini nakufundisha ndio ufundishe wengine. Unajua hii makanisa haifundishi watu mambo ya family life. Wewe ingia hii makanisa utaona watu wanafunga ndoa, utashangaa. Naangalianga kwa TV na cheka. Dunia imeisha. Mtu amevaa net na ni mkubwa, na ni mama mkubwa amevaa net. Na ndio mwingine iko hapo na suti tumbo iko. Na wako na watoto university. Ati wanatembea ati wanaenda I do na ulishamtunga mimba, amezaa watoto. Mnaenda kuona nini? Tena kwa kanisa. Na anaweka mpaka net, unasikia? Fungua tuone kama ni yeye aje, na mmekaa miaka 29 na unamuonanga kila siku. Tena anasema kwa fungua uone kama ni yeye aje. Hiyo ndio makanisa ya leo. Alafu wote wanapiga mnashangilia nini? Nini hiyo? Kanisa la Mungu walishikanishi ndoa za watu wamekaakaa. Hiyo ni vitu vya dunia. Tunashikanisha ndoa ya mwanaume na msichana, wanawali wawili. Hawajawahi onana kimwili. Hao ndio tunaweka hapo. Na watu wanacheka vizuri lakini wale wazee, unaona ati you can now kiss the bride of me. Akifanya unaona mboga ya juice yao. Ati anashikanishwa harusi. Gani na tayari mshaiba. Hiyo neti inamaanisha purity, usafi. Haufai kuvaa kama tayari mshaishi na mtu. Wewe huoni ndoa za leo hata za vijana wa makanisa. Ati wanaenda kuunganishwa harusi na tayari alishalala na msichana. Tena wanaenda ati kuunganishwa harusi. Tayari wanakaa pamoja. Hamjaona? Ama hata nyinyi mlikuwa hivyo. Hamjaona watu wanakaa pamoja. Wanalala pamoja kitanda moja. Wamelala miezi 6 mwaka. Alafu wanasema, "Hey Tony, you have never married me." Kwa akili zake ndoa inaanza kwa kanisa. Kwa akili yake. Lakini Mungu anasema ni wakati mlishikanishwa kimwili. Hapo ndio ndoa ilianza. Sasa yeye anasema hata hujawahi kupeleka mahari kwetu, kwa hivyo hujanioa. Hajakuoa na liana na wewe. Laana tu. Soma andiko. Inasema Methali 19:14. Sikia, Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, kisha bali mke mwenye busara upatikane kwa shosho. mtu hupewa na Bwana. Mtu hupewa na shosho huko nyumbani. Mtu hupewa na Bwana. Ni shosho ataleta, nimekuletea mwanamke uoe. Mtu hupewa na Bwana. Kwa nini Bwana apeane? Maana Bwana anajua yule mwenye ajalala na wengine. Bwana ndiye anajua. Ndio Bwana alikwambia usiangalie nje, angalia moyo, uwe na macho ya kiroho. Wakorintho wa pili sura yake ni ya 4 mstari wake na 18. Wakorintho wa pili 4:18. Hamjaona hata pastor mwingine hapa wako kwa kanisa, lakini ashaenda na mwana kwaya na mke wake yuko. Sasa wakimaliza service wanaenda na mwana kwaya.
Twende wewe. Nimekupatia andiko gani? Wakorintho wa pili 4:18. inasema 4:18, Sikieni wanaume, tusiviangalie vinavyoonekana, waendelea kuangalia matako tu hapo. Naangalia vinavyoonekana. Biblia inasema tusiviangalie vinavyoonekana, ndio, bali visivyoonekana. sasa hivyo visivyoonekana wewe utaziona aje? Wewe unaweza angalia moyo wa mtu. Ndio Biblia inasema mke mwema hutoka kwa shosho yako, si ndio? Kutoka kwa Bwana, Maana shosho anaona moyo, si ndio? ni Bwana anaona moyo. Unaona? Ndio maandiko yanasema Adamu alipokea mwanamke, Adamu alikuwa usingizi, wewe uko macho kwa nini? Twende Mwanzo 2. Mbona wewe uko macho? Ati wacha nitafute bibi, endelea kutafuta. Utapata. Bado unatafuta bibi. Bado unatafuta mke. Tafuta tu. Wanaume mko hapa? Kuna wale wajaoa hapa? Natafuta mke. Single and searching. Search tu. Ameona wakiandika status, I am single and I am searching. Sasa sijui natumia torch. Soma. Seriously inasema hivi, I am seriously searching. Hao ni wasichana. Na unajua akiandika I'm seriously searching, wale wameonja maji ya uzima ni kama 20. Wale wameonja wakitafuta na wao. Wanaonja wanaachana, seriously searching. Ile siku atarudi kwa Biblia ndiye atajua vile mwanamke upeano na Mungu. Soma hiyo. inasema 2:18 Mwanzo. Sikia. Bwana Mungu akasema, Nini? si vyema huyo mtu awe peke yake. Hapana. Ni baba yake alisema wewe umefikisha sasa nataka uoe. Bwana Mungu akasema, Ni baba yake alisema. Bwana Mungu akasema, Kwa nini wewe unaambiwa na baba yako na unaenda kutafuta na uko na mapresha hapa sokoni Mudhurwa? Natafuta kamusiana ni wewe, baba yangu ananiambia. Baba yangu ananiambia mapresha, miaka imeenda. Alafu naangukia mwingine ambaye mnasumbuana kama miaka 3. Hata niliachana naye kana nisumbua. Si ni wewe ulitafuta? Si ulisema ni presha ya baba yako? Haya ndio hiyo. ndiye anataka wajukuu. Baba ananiambia nataka wachukua haraka. Tutakutana na yeye tu hapa kwa soko. Amebeba mahandbag. Na maleso anauza. Na ni kazuri kanatembea. Wako hapa. Ndoa nyingi ambazo hazikai, watu walipatana kwa njia za ajabu. Biblia inasema Bwana Mungu akasema si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Ati nini? Nitamfanyia msaidizi. Kwa hivyo nani anafanya kazi mingi ukiangalia? Ni Mungu. Ni Adam. Huyo mwingine ni Msaidizi. Naam. Wale ambao wameoa, mke wako nilikwambia jana umrudishe Nairobi kama ako ushago. Ati ulioa kapelekea mama, yeye ndio tractor huko. Anamkianga jembe, si ndio? Baada ya miaka 2 anarudi, shape yake imebadilika, anatembea hivi. Kwanza unashtuka unaenda mbali. Hili gani tena? Kwanza unashtuka. Msaidizi ni wewe. Mwanamke sio msaidizi wako na sio mfanyikazi wa mama nyumbani. Nilikwambia jana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukitaka mke wako akuwe young and beautiful. Niliona mwingine analimisha eka mzima mwanamke. Tuacha tufanye kazi, na sio ni pesa hauna. Si uandike watu kwa shamba, walipe. Mke wako akae pia angalie vile shamba inalimwa. Yeye ndiye analima. Ati tutapoteza pesa. Sasa analima yote. Biblia inasema Bwana Mungu akasema si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Alafu akafanyaje ndio msaidizi aje? Sikia. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama. Ndio. Inasema hivi, katika aya yake ni 21. Twende. Inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Akamletea nini? Usingizi mzito. Alafu naye akalala.
Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Alafu na ule ubavu aliotoa katika Adam Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Tulia. Kwa hivyo mwanamke alipokuwa anaumbwa, Adam alikuwa hai ama alikuwa amelala? Alikuwa amelala. Alikuwa macho ama alikuwa usingizi? Alikuwa katika usingizi. Mungu anatengeneza, yeye ako usingizini. Maana mke mwema hutoka kwa Bwana. Sasa Bwana akileta, wewe uko usingizi. Waangalie huku town kila mahali kwa ili maanze. Macho zao ziko hivi, wamekula miraa imejaa padeo. Macho iko hivi. Yeye ndiye anaangalia kila mahali. Na shetani atakuletea tu. Shetani sio mjinga. Watapita wengi hapa. Ile makalie naenda Mombasa Nairobi. Utawaona watapita. Wengi, si unatumia macho. Enda ufuate hiyo. Fuata, wamejaa hapa, wamejaa. Fuata uangalie. Wamejaa wanawake wa dunia, wamejaa tu. Wakati Mungu anamuumba Eve, Adam alikuwa usingizini. Alikuwa usingizi. Si akatengeneza mwanamke. Naam. Tayari usikie. Inasema na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Kisha akamleta kwa Adam. Adamu akasema, nini? Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nini? Na nyama katika nyama yangu. Ndio. Basi ataitwa mwanamke. Kwa nini? Kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hivyo mwanamke ametwaliwa katika mwanamume. Adamu alipoangalia akaona, this is the bone of my bones and the flesh of my flesh. Kwa maana ni Mungu alimletea. Akampenda, maana Mungu alimfanyaje? Alimletea. Wewe ndio utafute yako. Kwa hiyo Biblia inatufundisha tuwe katika usingizi. Usikubali kujitafutia wewe, Mungu atakupatia. Sisemi atukae kwa nyumba ungojea atoke mbinguni, hapana. Kitu namaanisha ni ya kwamba uwe na macho ya kiroho. Wakati unaomba mke mwema utoka kwa Bwana. Yeye maandiko yanasema katika Methali 31 mstari wake na 30. Chap. Alafu uende kwa ile maneno mengine. Methali 31. Aya yake ni ya 30. Jenga mada. Inasema 31 30 Methali. Sikia. Methali 31 30 inasema hivi. Inasemaje? Upendeleo hudanganya. Mambo ya beauty, Kiingereza inasema inadanganya watu. Na uzuri ni ubatili. Hiyo yote ni ubatili. Bali mwanamke amchaye Bwana. Rudia. Bali mwanamke amchaye Bwana. Rudia. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Saa hii tembea hapa juu, uende hii mahoteli iko hapa town Luthuli na huko kwingine. Hii mahoteli inakaa kwa magorofa. Saa hii utaona wanaume wamevaa matai kama yangu, wamekaa hivyo wanaongea na wasichana wadogo. Si uende uangalie. Enda uangalie, na wametoka kwa maofisi, wameweka magari na huko chini. Wanakula sapa wamalize ndio waende nyumbani. Nyumbani ya kukaliki. Tembea hapa kwa hii mahoteli iko juu ya magorofa, hata mpaka huko Pronto. Tembea. Pronto iko huko juu karibu na pale. Tembea, angalia hiyo magorofa. Angalia hiyo mahoteli. Watu wako na masuti, ukiangalia mwenye amekaa naye ni wasichana wadogo. University material. 21:9 Methali. Wanakula sapa, wanamaliza hapo. Anataka ifike kitu saa 3:30 ama saa 4. Aingie kwa gari, akiingia kwa nyumba ni kuingia kwa bedroom kama amelala. Amechoka na kelele. Yeye ndiye alichagua kelele. Methali 21:9 Biblia inasema ni afadhali kukaa katika pembe ya darini, heri mwanamume akae katika rooftop, akae huko kwa mabati huko, kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Mwanamke mgomvi. Si wewe ulichagua? Tulikuwa si aliangalia nje radio, hakujua ni mwanamke radio. Hauna amani. Sasa unaona lazima akae masaa iende. Akiingia huko ni kutingizwa. Umetoka wapi na wewe? Hii ndio masaa watu wanatokanga kazi. Ukiingia bali utanikalia kwa hii nyumba. Pua ngumi. Maana ukianza vita atapiga duru na atakuwa anakupiga. Majirani watakuja. Na atararua hata nguo zake. Haujaona watu wengine wanapatikana katika Airbnb na wasichana? Haujaona kwa news? Haujaona? Na ni watu wakubwa maofisi. Haujaona? Kwa nini? Alianza kuchukia mke wake. Alianza kuondokea mke wake pole, si ati anatoka. Kutompenda. Alianza kukua less attracted kwa mke wake pole. Inaanzanga pole. Biblia ikasema
Mwalimu wangu. Naam. Methali 5, anzia mstari wake ni wa pili. Inasema 5:2. Anzia 1 ndio nzuri. 5:1 nzuri inasema, wanaume sikilizeni, twende. Mwanangu, Kijana yangu, sikiliza hekima yangu. ndio hiyo nakupatia. Tega sikio lako, muzisikie akili zangu. Upate kuilinda busara, Linda hekima, na midomo yako yahifadhi maarifa. ndio. Maana midomo ya malaya, Rudia. maana midomo ya malaya Ufanyeje? hudondoza asali. Ndio wamejaa kila mahali. Ndio unaona wanaume wengi wanaingia katika trap. Mdomo ya mwanamke ambaye ni kahaba inadondoka Asali. Mwanamke yeyote kazini, haijalishi anafanya wapi, ima yeye ni mwalimu na ameoleka kwake, haijalishi anafanya katika ofisi gani, ukiona mwanamke yeyote anaongea na wanaume anasema ni aje Michael leo si toe form ya lunch, si nibaie lunch, anza kujipanga. Mwanamke mwenye hekima haitishi pesa kwa wanaume kiholela, ati nibaie lunch. Anakubaia kama nani? Kama nani? Alafu pia na wewe uko na huruma zako wenyewe, acha nijikakamue kama mwanaume nimeitishwa kakitu. Mwanaume mwenye ako na akili hatoi pesa zake kwa mwanaume kwa mwanamke. Haya, si watu watuelewe. Mfano mimi ni pastor. Naam. Sinaweza fungua simu nipate mwanamke ananiitisha pesa. Ndio. Pastor, nisaidie, nimelala Njaa. watoto wangu watalala. Njaa. Kitu cha kwanza, si mimi niko na akili, Ndio. nitachukua hiyo message nionyeshe nani? Mke wako. Mke wangu, na nimwambie chukua huyu mwanamke mpigie, jua hali yake na nina Ni nani? si atampigia. Ndio. Si atajiintroduce. Naam. Baadaye si atakuja kwangu aniambie huyo mwanamke anataka pesa fulani. Fulani. Alafu nitamwambia wewe una deal na yeye. Na yeye. Haya, mimi nikianza kumwongelesha, pole sana. Bwana yako yuko. Hayuko. Kwani hao mapasta wanapatikana kwa shida inaingianga aje? Si hivyo? Anaanza kuongelesha mwanadada. Hayuko. Ulikuwa unataka ngapi? Tao moja tu. Okay, nakuwekea good night. Si ameandika? Naam. Nani atakuja kuchukua hiyo simu kesho? Mume wake. Ni mke wangu ndiye atachukua simu. Na huyo ni nani? Kutoka hapo vitu haviwezi kuwa sawa tena kwa hiyo nyumba. Na kwambie ukweli, hakuna siku vitu zitakuwa sawa kwenye. Ukichelewa ukuje saa 4 ama kuna ule alikuwa anaandikia message umeharibu. Iko hivyo. Inakuanga hivyo. Mwanzo 3:15. Iko hivyo mzee. Ndio ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya mambo kama hayo. Mimi Biblia haijaniruhusu nizungumze mambo ya undani na mwanamke. Biblia haijaniruhusu. Nitachukua mke wangu, nitachukua wanawake wengine washughulikie hilo jambo, si mimi. Hata Samson, namkumbuki Samson? Sasa yani wewe nywele inaguswa tu kidogo, amesahau kila kitu. Kidogo tu hivi. Na wewe anajikuta amepeana account number na kila kitu, ameguswa tu kidogo. Hey sweetheart, yes. Yani ukisema yes, kisha wewe. Biblia inasema kimbia zinaa kuliko ukimwi, kuliko hii corona. Kimbia. Hata corruption unaweza karibia. Zinaa kimbia. Mwanamke, sikilizeni. Na usome haraka, nataka kujenga mada hapa juu ya wanaume na wanawake. Kwanza wale wanakaa kwa simu mpaka usiku, je, naongea na wanawake wengine. Habari, mke wa mtu unaongelesha saa 5 usiku, hata kama ni wa biashara, ndoa yako umeivunja. Wanawake wako na hekima Mungu aliwapatia. Atakuangalia tu ajue huyo si mfanya biashara mwenzake, na hata kuambia hiyo siku. Soma hiyo 3:15 Mwanzo. Inasema 3:15. Mungu alimpatia mwanamke kitu katika moyo wake. Sikia. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Soma. Na kati ya uzao wako na uzao wake. 16. 16 inasema, akamwambia mwanamke, Mungu akamwambia Hawa, Eve mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Alafu kwa uchungu utazaa watoto. Ndio. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Rudia. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Rudia. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo.
Yule mwanamke ambaye umelala na yeye mara ya kwanza mkaishi na yeye, tamaa yake iko kwako. Ndio unaona mwanamke anaweza ua mwenzake kwa haraka, atampiga amuue kwa sababu ya hilo andiko. Alafu wewe unaingia unasema hii ni kitu kidogo, nawe kitu kidogo. Umeona wanaume wanaingia kando, wacha hii ni kitu kidogo. Mimi naongea tu na mtu wa biashara, nampatia kesho boxes 3 za rangi, ni kitu kidogo. Wacha utoto. Unaona mwanaume, wacha utoto, hii ni kitu kidogo. Lakini hajasoma Biblia mwanaume mjinga. Petro wa kwanza 3:15. Wewe ni mjinga. Wewe unasema ni kitu kidogo na yeye umemweka shimo kwa moyo. Biblia inasema tamaa yake itakuwa juu ya mume wake. Kwa hivyo mke wako siku zote atajaribu akulinde na wanawake wengine, iko hivyo. Alafu unawakaribia na unaanga kwa makanisa mengine na huko. Ati pastor amemaliza sermon, anaenda kisalamia wanawake akiwabusu. Praise God. Kuja tufanye mfano. Praise God. Praise God. Naona watu wanakumbatiana hapo nje ya kanisa na ni mwanaume na mwanamke ambaye si mke wake. Praise God. Huyo si mke wake na usi. Alafu akimaliza anaingia kwa mwingine. Hapo kwa compound ya kanisa. Umekumbatia mwanamke, mke wako ana rekodi. 1 ameandika huyo ni wa kwanza. Utapatana kwa nyumba jioni. Tena anaandika tu. Na wakati unakamata mkono ya mwanamke na it's so long. Hey. Potea sana, umepotea sana. Ingo. Umepotea sana. You are so lost. Praise God. Yes. Na nikuulize. Unaona? Anakataa kuachilia. Unajua mke wako anaangalia. Si ati angalia na kuona tu. Inaleta fitina. Biblia inasema mwanamke tamaa yake iko juu ya mume wake. Iko hivyo. Msomaji, kuna andiko nimekupatia. Inasema Petro ni wa kwanza ngapi? 3 aya yake ni ya 7. Sikia, inasema Biblia nini? Kadhalika ninyi waume, wanaume wako hapa, inua mkono kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kadhalika nyinyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kaeni na wake zenu kwa akili. Kaeni na wake zenu kwa akili. Usiongee na mwanamke mwingine hapo. Ati na mtu wa maziwa. Uber request mtu wa Uber. Sikiliza, hii ndio vitu zinavunja ndoa Hata kama ulisoma na yeye zamani. Mimi msomaji, tunakaa kwa akili. Hakikisha mke wako anajua. Hii ndio mimi simu yangu inaanga pattern, nairusha tu hapo. Niliambia mwingine juzi akaanza kuniangalia, nikamwambia mimi simu yangu nimewekea watoto wangu kompyuta zangu za nyumba 3. Kompyuta ngapi hizo? 3. WhatsApp ni yangu, nimeconnect huko. Kijana yangu nikitaka kuongea na yeye saa hii naandika message kwa WhatsApp, maana ziko on, ataona. Maana WhatsApp yangu iko on. Wanaume wangapi watafanya hiyo hapa? Kigongo na gari hapa saa hii. Ile mapata ni ameweka. Ndio huyu ni mtu wa shetani ama ni mtu ya watu. Basi ingi. Kila kitu ameweka pattern. Kila kitu. Niliona mwingine ameweka manyoka, amezungusha 8 mara kama 7. Na akamaliza na full stop. Hiyo hata kugezi ni shida. Hata ukijaribu kuangalia hautapata. Na wako kwa nyumba. Maandiko yanasema enyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili. Ndio, na kumpa mke heshima. Rudia hapo. Na kumpa mke heshima. Rudia hapo. Na kumpa mke heshima. Najua watu wa Western na watu wa Kisii hapo kuna shida na Meru. Ndio. Pastor unasema nini? Unajua kulingana na mila yetu, tukiongea sisi mwanamke ako huko na masufuria apike alete. Kuna wanaume hawezi kusikiliza mke wake, hawezi. Na hiyo ndio chanzo cha shida zako, ndio hiyo. Wanawake wako na instinct. Sikiliza, ende upime mke wako.
utaona ako na intelligent Mungu alimpatia. Na kama kuna kitu unaenda kufanya na italeta madhara, mke wako ndio wa kwanza huwa anajua. Uongo ukweli? Ukweli. Anaweza kuokoa pakubwa, lakini wewe umemdharau. Sema hii si mambo ya wanawake please. Haujaona wanaume anaweza ongea na ndugu yake na rafiki zake mambo ya ndani, lakini mke wake hana habari. Unaona? Unaona vitu kama hizo? Wakati Biblia inasema wawili hao wanakuwa kimoja. Yeye ako na mipango na ndugu yake, ndugu zake na mama yake. Mama amethamini mama yake kuliko nani? Mke wake. Kuna wanaume wamethamini mama zao kuliko wake zao. Niliona mwingine anapigana na mke wake, na wewe huyu ni mama yangu na wewe. Sasa nikusikize wewe ama mama yangu. Niwaulize swali wanaume. Ende huko Mathayo 19. Kaeni nao kwa akili. Na maandiko yanasema umuheshimu mke wako. Mwanaume wa kweli anayesoma Biblia hawezi kumficha mke wake chochote, hatamficha. Wataweka kwa meza, watazungumza pamoja, watapanga pamoja, maana hiyo ni familia yake yeye na mke wake. Kama unangojea wakati wa mazishi ndio familia zinakuja, hata mimi nilikuwa mke wake, hata na mimi waka watu wanashangaa, kwani alikuwa na familia ngapi? Usimfiche mke wako chochote. Mwanamke ako na instinct Mungu alimpatia. Anaweza kuangalia mkondo unachukua na anakwambia baba nani, tusinunue hiyo kwa sahi. Na yenyewe utakuja kusaidia baadaye na kusema mke wangu alinisaidia, ningeingia kwa shida. Wako hivyo. Lakini ukimweka kando unasema hii ni mambo ya wanaume. No. I cannot listen to a woman. No. Uko na kiburi, wewe ni mjinga au jielewi. Unasema niko gani? Mathayo 19. Pale mwanaume ataacha nani? Verse 5. Inasema 19 aya yake ni ngapi? Ni 4. Sikilizeni wanaume, niongee na nyinyi kidogo. Mimi nilijifundisha hizi vitu, twende usikie. Inasema akajibu akawaambia, Yesu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyeumbwa mwanzo ndio aliwaumba mtu mume na mtu mke? Alafu akasema ndio, kwa sababu hiyo, sikiliza mwanaume, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, kisha ataambatana na mkewe, alafu na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Leo ukipigiwa simu mbili, mke wako wako njaa, mama yako wako njaa, utapatia nani wa kwanza? Ati mama ako na bwana yake ya msoto. Galia hao. Si unaona umekosea? Mke wako akipiga simu saa hii na mama wanataka wote pesa, wanataka 500 ndio uko nayo, utapatia nani? Si unaona mmekosea nyinyi wote? Yapatia mama yangu, huyu anaweza toka wakati wowote. Wanaume wengi wamekosa. Ndio unaona hizo ndoa zenu watazikai. Mfano mimi mtumishi. Naam. Mimi situmii mama yangu pesa. Unajua mimi nafanyaje? Kama kuna sikiliza wanaume mko hapa, hata saa hii kuna wanaume wako hapa mama yake na mke wake hata waongei saa hii. Ukitaka mke wako afurahie ndoa, hakikisha mke wako ndiye anaongea na mama yako, si wewe saa zote. Tuacha nikutumie dao moja mami, patia mke wako. Tumia matejo. Tumia akili. Wanatengeneza uhusiano. Na mimi nilihakikisha chochote kinahitajika kwao ni mimi ninatuma, sio yeye, ni mimi. Wewe. Watu wanafikiria vitu kama hizo. Wewe umeacha mama yako ameingia mpaka kwako kwa bedroom. Tena kuna kabila zingine hapa nisizitaje. Mtu akioa mama familia yote inakuja kufunga kambi hapo. Miezi 20. Ati kulingana na mila yetu, nataka kuona kama atajifungua kwanza. Kulingana na mila, mama anakuja kuweka kambi. Anakula breakfast, lunch na supper, anakaanga. Mpaka ile siku utasikia. Sasa ndiye narudi nyumbani. Nimeshaona smoke. Sasa hapa ni shida, matatizo.
Biblia ikasema mwanaume atamwacha mama yake na baba yake, uache. Hiyo Maadhi ameniambia, hata Maadhi ashaniambia, mke wako anashangaa na huyu ni mtoto wa Maadhi mpaka saa hii. Sinafikiria ni sisi tunafaa kuwa tunaongea. Wewe badala ya consult mke wako, wewe unasema Maadhi ashasema. Unaona wewe ni mjinga. Maadhi yako na bwana yake wajisoti huko wakae waongee mambo yao. Wewe uko na nyumba yako. Ndio maandiko yanasema katika Zaburi 14 mstari wake ni wa kwanza, ama ni Methali. Soma tusikie. Wewe nikwambia mwanaume, sikiliza kitu hujawahi kujua. Hii nyumba hata kama ni yenu nyinyi wawili, hata kama ulioa hapo, maandiko yanasema hivi, soma tusikie. Inasema 14:1 Methali. Twende. Kila mwanamke aliye na hekima, rudia, kila mwanamke aliye na hekima ufanyeje? Hujenga nyumba yake. Hujenga nyumba yake. Kwa hiyo nani anajenga hiyo nyumba? Mwanamke. Ni mwanaume. Mwanamke. Si wewe kazi yako ni kwa matatu na magazeti huko. Wewe unajenga nyumba za ngapi? Si ni yeye? Naam. Ndio naona unaambiwa shikana na yeye. Ukishikana na mama yako, hiyo nyumba imevunjika. Maandiko yanasema mwanamke ndiye anajenga nyumba. Endelea. Inasema bali aliye mpumbavu, yule aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Ataibomoa tu, lakini yule mwenye hekima ataijenga. Kwa hiyo anaitwa msaidizi, ndiye akusaidia kujenga, akusaidia kujenga. Methali 127. Zaburi, samahani, Psalms 127 anzia mstari wake ni wa kwanza. Yeye ndiye mjenzi, si wewe. Si wewe umeshinda asubuhi mpaka jioni uko nje, si ndio? Mwenye anajenga nyumba ni yeye, anajua kila kitu. Maandiko yakasema mkiungana mko kitu kimoja. Mwanaume ataacha mama, ataacha baba, wataambatana na mke wake. Yona mwingine amechukua loan, amejengea mama yake nyumba, amejengea, mimi sisemi ni mbaya. Wewe umejengea mama yako nyumba na kwako hujajenga, mke wako umemjengea. Jenaka, wacha tukaekae kwa hii matope kwanza, tujenge ya Maadhi. Jenga yako. Ambia mama yako tunakujia yako, tukimaliza yetu. Ndio kikiumana wakae na hiyo. Si hiyo ndio baba yako ulimtengenezea, si watakana na hiyo. Lakini wewe ujisoti kwanza ni wewe. Mke wako ndio namba 1 katika maisha yako, sio mama yako. Wanaume wa upumbavu, mama yake ndio wa kwanza, mke wake ni wa pili. Unaona wanaume waleta mpaka brothers zake wanalala huko wakicheza kwa bedroom yake, mke anakuja anashangaa, kwani hapa niliolewa na watu wangapi? Ati wewe ni kitanda ya brother yangu. Ndugu yake amekuja kuishi hapo, anavaa mpaka koti zake anaenda nazo. Na atakuja jioni ati ni koti ya brother yangu. Alafu unauliza ndume, mbona ndugu zako wanaingia mpaka kwa bedroom, wanachukua mpaka koti zako? Wachana hizo vitu kidogo, huyo ni brother yangu na wewe ni nini? Soma andiko. Inasema 127 aya yake ni ya kwanza Zaburi. Twende. Bwana asipoijenga nyumba, rudia. Bwana asipoijenga nyumba. Bwana anajenga nyumba kwa kumweka mwanamke huyo awe mjenzi. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Utafanya kazi bure. Twende. Bwana asipolinda mji, ndio yeye aulindaye akesha bure. Twende. Kazi yenu ni bure. Nani hao? Endelea, nani hao? Mnaoamka mapema, unatangulia jogoo kuwika, na kukawia kwenda kulala. Hamtaki makelele. Mnakawia kwenda kulala. Endelea. Na kula chakula cha taabu. Shida tupo hapa Gekomba. Shida. Kuna kitu ulipata. Shida. Twende. Inasema yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mimi nikimaliza mahubiri nitalala kama mtoto mdogo, nikiamka nikigeuza hivi macho kuna mtu ananishika pole pole, mke wangu. Mwambie good morning. Ulitangulia jogoo kwenda. Kwa nini? Alex. Jogoo hajawika na ushatoka. Mimi sitakangi makelele, wacha niende mapema. Kwa nini? Ulijitafutia. Mungu hajahusika katika hizo ndoa. Mwanzo 6:1. Hajahusika. Ndoa nyingi Mungu hajahusika. Wanaume sikilizeni. Wewe unaruhusu mama yako, baba yako wanaingia kwenu, wanaweka kambi hapo kwenu. Sasa wewe pia unasema hawa ni watu wetu, acha wakae, wanakulanga breakfast, lunch na supper, wanakaa kwako. Ambia mama yako na ndugu zako, shikeni kiguu na njia, mrudi nyumbani.
Hii ni familia yangu, si nishaoa, niachieni sasa. Kijana yangu wewe, kijana yangu wewe. Mama wengine hata hawanaga akili. Kijana yangu. Kijana yangu wewe. Alafu akichukua simu anapigia mke wako na wewe unasikia. Wewe siku hizi ni kama unaninyang'anya kijana yangu, ni kama unaninyang'anya. Wewe unafaa kuchukua simu ambia mama yangu, wewe mama. Huyo ni mke wangu. Mama, Biblia inasema tukutii katika Bwana. Bwana anasema mimi na mke wangu ni kimoja. Kwa hivyo wewe usipigie mke wangu simu tena, nitakupigia. Good night. Mke wako atasikia amani. Lakini ukianza kusema wewe na wewe usikie mama yangu vile anasemanga na wewe ndio umekuja kwa hii familia yetu. Mwanamke ataenda ukianza kuchimba moyo kwa simo wake pole pole. Simo kwa moyo wake. Unasikia baada ya miaka miwili unaona kama mtu kanatembea hivi. Meweka shimo kwa moyo. Ni heri ya ungeoa. Malaki inasema Mungu amekuwa shahidi kati yako na mke wa ujana wako, umemtendea mambo ya hiana. Twende. Inasema 6:1 Mwanzo. Sikia, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, ndio, na wana wa kike walizaliwa kwao. Alafu wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, waliwaona, walitumia macho kuona ya kwamba ni wazuri, kisha wakajitwalia wake wote waliowachagua. Na hiyo ndio dhambi ya kwanza. Mungu akaleta maji ya gharika, akamaliza. Walianza kufanya vitu inaitwa come we stay. Niache. Basi umebeba. Basi nakufeel jo. Cheki. Suka hivi msupa. Baki wacha wewe. Wacha. Unasikia wanaingia kwa room na wakiingia. Na sijui ni shetani gani litanganya wanaume. Ati ukikutana na msichana hata kama unataka umoe mpaka ulale naye kwanza. Nani alikudanganya? Shetani gani alikudanganya hiyo? Sikia mwingine anasema, lazima nijaribu gari yenye nataka kununua nione kama iko sawa. Na unajua Mungu anakusikia wewe pia na mjinga. Umeingia kwa kitu kinaitwa fornication. Fornication ni zinaa. Kwa hii Biblia hata nikikuonyesha Isaka na Rebeka, hakuna mtu aliingiliana. Walienda na zawadi, akatambua msichana, baba yake akaweka ngamia na vitu vyote zawadi, wakaenda wakafanya mahari. Baadaye akachukua Rebeka akapewa. Wewe uliiba. Wewe umekaa na mwanamke town miaka 4, hujawahi enda kwao. Na watoto ni wakubwa. Namwambianga tuende hataki. Nifanye. Ni miaka 4. Uko tu hapa tu. Kijana yangu si ukuja hata nyumbani. Hujawahi muona hata sura na haumjui. Mwizi. Biblia inasema usiibe. Katika Biblia wale ambao walioa walienda kwa wazazi kwanza. Hawakulala na msichana. Israeli ungepatikana umelala na mwanamke. Ijulikane. Na unataka kumwacha. Nisaidie simu ya. Wow, nipatie King James nitafutie andiko lingine hapa. Wapi KJV ya simu? Hiyo usikate. Siko nataka. Inasema. Aleta. Haina shida. Umefanya kazi nzuri. Sikilizeni, wacha niwapatie andiko. Unaona Israeli ya zamani? Hii neema imefanya watu ni wajinga. Zamani ati uingilie msichana alafu unataka kwenda vile mnafanya leo. Ati sasa umeenda ushamuingilia. Leviticus. Wacha tusome. Wacha nione kama itatoa hii. Haya, wacha nifungue Biblia kwa haraka haraka. Nimesema kitabu gani? Walawi. Iko kwa Walawi na pia iko kwa inaitwa nini? Deuteronomy. Soma kitabu cha Leviticus. Amen, ndio hii. Wacha nianze na hiyo 22:28 anzia Deuteronomy. Kasimu kangu kanaenda. Anza Deuteronomy 22:28. Inasema hivi, wewe sikia.
Si wewe unasema umeoa mke mwingine, si ndio? Kwa hiyo nakwambia, ninaona madhabahu ya uchawi imepandwa kwa gani saa ngapi? Saa ngapi? Sikiliza hii. Na hapo ndio unachukulia opportunity ati madhabahu iko na wewe pia unatoa pesa. Na kumbe ulioa mwanamke baada ya kuacha mwingine. Siusikie, siusome. Inasema 22:28. Twende. Kumbukumbu la Torati inasema hivi. Inasemaje? Mtu mume akimuona kijana, ukimuona msichana aliye mwanamwali, aliye msichana virgin ambaye hajaposwa, alafu akamshika na kulala naye, si ndio unamdanganya hapo? Tuingie hapa, unalala na yeye, alafu wakaonekana, si ndio? Zinajulikana. Twende. Yule mtu mume aliyelala naye, kama ungekuwa Israeli ya zamani, kama ulilala na yeye, na ampe baba yake yule kijana shekeli 50 za fedha, unaambiwa aende umpeane shekeli 50 za fedha, kisha na awe mkewe. Na kisha amwache aende kutafuta mwingine, na kisha awe mkewe. Amwache akatafute mwingine, kisha na awe mkewe. Kwa hiyo leo, dunia leo iko na dhambi, maana wanaume wengi wamelala na wanawake wakaoana na wakawaacha, wamelala na wao wakawaacha. Si hata wewe ni shahidi. Mwenye umeoa saa hii sio ule ulilala naye, si hata wewe ni shahidi. Maliza andiko. Inasema hivi, twende. Inasema kama huko jua wewe, ngoja nitakwambia vile utafanya. Twende. Umaliza andiko. Inasema hivi, yule mtu mume aliyelala naye, na ampe baba yake yule kijana shekeli 50 za fedha, kisha awe mkewe. Kisha awe nini? Awe mkewe. Awe mke wake. Awe mke wake. Endelea. Kwa kuwa amemtweza. Kwa kuwa amemfanyaje? Amemtweza, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Kwa nini wewe uliacha? Alikuwa anapigwa mawe na anakufa. Leo watu wanalala na wanawake wanawaacha. Hata wanawake wanaenda kulala na wanaume wanaachwa. Ungekuwa Israeli ungepigwa mawe. Ndio naona leo kuna shida mingi zaidi katika familia, kwa sababu ya laana ambazo zipo. Waulize wanawake, kwa nini uko na mashida hivi? Mume wako ni nani? Shida zinaanza. Nimefika. Sikieni watu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikutishie. Kuna watu wameanza kugeuza macho hapa. Inaonyeshwa na Mungu. Bwana amenionyesha laana imekuwa ndama, ni kwa sababu kuna uchawi iko. Uchawi gani? Ulioa mke wangapi? Uchawi gani? Methali 26 mstari wake na pili inasemaje? 26 aya yake ni ya pili. Hizi vitu mimi nilizifundisha zamani. Mungu alinisaidia. Na mimi nataka nikusaidie. Soma usikie. Inasema 26 aya yake ni ya pili Methali. Kitu unahitajika kufanya wewe, kama uko na mashida kwako nyumbani, wacha kukimbilia wachungaji. Na umegundua kuna mambo ulifanya, wewe na mke wako, endeni mbele za Mungu, mnapiga magoti, mnatubu ya kweli. Mungu anaondoa laana hiyo. Nirudie ndio usikie vile anasema. Usianze kutafutana na manabii, mimi nimelaaniwa. Wewe na mke wako mlipatana aje? Tubuni hizo dhambi. Kuna watu hawajatubu dhambi ambazo walipatana nazo zamani, na wako tu mashida. Mke wake anaenda kazini, anatongozwa. Yeye ako huko anafanya kazi mchana kutwa, hakuna kitu, ni mashida. Watoto mmezaa ni mashida tupu. Shida. Hizi zinaitwa laana. Nitakusomea andiko moja. Laana hizi hata zinafuata watoto. Ndio naona Biblia inasema 26:2 Methali. Twende. Inasema kama shomoro katika kutangatanga kwake, ndege huyo, na kama mbayuwayu katika kuruka kwake, ndege mwingine huyo. Kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Nimeambiwa ni madhabahu ya uchawi imewekwa hapo, ndio sababu umelaaniwa. Wewe uongo. Ita mtumishi wa Mungu avunje madhabahu, toa sadaka mzuri, Mungu akiona sadaka yako. Simomojua mambo mengi sana kwa hii kiwanja. Mtu akipotea si shauri yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Enda utafute mke wako, pigeni magoti. Unaona kwa hiyo kitanda mahali hata kuomba ndio uombangi. Kuna shida mwanaume. Wewe unaomba tu saa chakula. May God bless this food, amen. Na hata ni maombi ile unakumbuka kidogo kidogo.
ile ya nasari. Si uanze kuomba hata leo basi. Si uombe tu. Ambia mke wangu, mimi naona tunafaa kurudia Mungu. Piga magoti tuombe. Mke wako atashtuka. Hata lala. Usiku mzima atakuwa anafikiria na huyu amepitia wapi. Hebu ende ujaribu leo. Unaona hapo kwa kitanda mahali mnalala, ambia mke wako ngoja. Piga hapa magoti. Baba, nakushukuru sana. Shetani atakuangalia ashangae, haya. Nini naendelea hapa? Si usitue hata shetani hata mara moja. Msitue. Kazi yako ni kuingia kwa nyumba na njugu na vitu zimejaa kwa meno. Na unaachilia maredio hapo ukirukaruka na manywele. Nobody can't stop reggae. Ukijaribu kidogo unaweka Rose Muhando. Ni bebe, ni bebe. Si usitue hata shetani hata mara moja. Muombe tu. Shtua hata shetani, jameni. Shtua hata mende kwako, mende zishangae. Kuna maombi inaendelea. Paka zimekuzoea. Uombi. Panya hazijawahi kusikia Yesu anatajwa kwa hiyo nyumba. Panya. Basi wachana panya. Shtua hata kunguni. Shtua. Hata ile kunguni iko kwa blanketi. Shtua hiyo. Ambie omba Yesu tunako. Yesu ninakoma. Hata kunguni itetemeke kidogo. Haya. Maombi inaendelea. Hey, wanaume, na wewe ndio kuhani. Hapo kesho naamka ukienda kazi na mashida. Hata sina pesa ya skuli hii ya watoto. Unatembea ni kama dunia inaisha kesho. Ni kama unaangukia na hapo mbele. Anatembea kijiwa geresha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi utashtua shetani leo jioni? Ushtue tu kidogo tu. Kidogo tu mwambie shetani ndio nimeanza. Ndio nimeanza na kesho ninakuja. Kidogo tu, Mungu atakurehemu. Mungu atarehemu familia yako. Usiache familia iangamie. Wapendwa, huyo mwanamke mwenye unaishi naye saa hii, kama mlipatana kwa njia ambayo Mungu hajakubali, endeni mkatubu. Nakwambia ukweli, hakuna pastor atakwambia I am telling you the truth. Endeni mpige magoti, ambieni Mungu utusamehe. Huyu mke wangu nilipompata, mwingine amekulwa na mashida hapa, Siliwaambia hapa kijana mmoja amekuja, mzee mmoja analia. Kijana amelipiwa shule na haendi. Sasa amekuja kwangu. Kijana mzee wa kanisa lingine huko nomino. Ati basi nisaidie hapa kwangu nikubaya. Ni nini? Kijana yangu nimemlipia shule mwaka mzima na hajaenda, na nimejua saa hii naweza hata muua. Na sisi ni watu wa kanisa. Nikamwambia kuja na yeye kesho. Unajua alikuja na kijana ni mkubwa, anamshinda na manywele iko hivi. Na meno hapa ameweka meno ya silver. Kijana nako na mapete. Anatembea hivi. Wakakuja na mama. Kaeni hapo, habari ya kijana? Oh. Nashtuka kidogo. Vile imetoka hapa kuna maneno. Mama, habari yako? Mzuri tu, akili mashida inatusumbua. Oh. Kuna watoto wengine kando na huyu. Hata huyo mwingine hata ni kama hata hiyo shule pia haendangi. Kwa hiyo ni wawili hawaendi shule. Na wanalipa. Mzee ni tajiri, yako na gari kubwa saizi, mikuu saizi. Ile Land Rover ndio anatembea na ile range. Wameshuka kwa gari, ni matajiri. Wamejenga huko Ngong, nyumba kubwa ile mansion. Lakini hawana amani. Sasa nikaanza kuangalia kijana, wewe unaenda kanisa? Nilikuwa ninaenda nikawacha. Siku hizi anakunywa pombe, anaenda klabu, anarudi na anavuta bangi. Nikamwambia mzee, poleni sana, tutaomba, lakini wacha nikuulize mzee. Huyu mama mlipatana aje? Sasa wacha nikwambie ukweli. Huyo mwanamke hata alikuwa kwa ndoa nyingine, nikamtoa huko. Nikamwambia bas.
Hakuna kitu tunawapea hapa. Kwanza endeni mtubu hiyo. Hiyo ndio inawakula. Alikuwa kondoo wengine. Nikamsomea Wakorintho wa kwanza 6:7 hiyo. Soma andiko la mwisho tuombe. Nikamsomea hiyo. Nikamsomea kamoja tu Wakorintho wa kwanza hiyo 7 anzia mstari wake wa 10. Inasema 7:10 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Nikamwambia si wewe unaamini Biblia na wewe ni mtu wa kanisa. Sikia hiyo. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, Ndio. wala hapo si mimi, Ndio. ila Bwana. Anasema nini? Mke asiachane na mumewe. Ndio. Lakini ikiwa ameachana naye, Ikiwa ameachana na yeye na akae asiolewe, na wewe ushaoa. au Ngoja, wewe ushaoa, mtoto ni mkubwa, Biblia inasema akae asiolewe au apatane na mumewe, au arudi kwa mume wake. Nikamuuliza mzee, wewe ushaoa, mko na mtoto mkubwa wawili nao wanawasumbua. Wewe unaona kama hiyo ni laana ama si laana ya Mungu? Mimi ni laana ya Mungu. Wachungaji wengine wanasema watoto ni mibaraka ya Mungu. Ni Mungu alipanga waku. Nani? Mungu gani? Nikusomea Biblia za hii. Nikusomea? Wale hawatumia ni mibaraka ya Mungu. Nikuulize. Unasema watoto ni Mungu alipanga wote wakuje. Si ulienda kutumia family planning ikahata. Mwingine akakuja ulikuwa unataka kuua yani. Kama watoto ni mibaraka ya Mungu na ni Mungu. Ati unasema ni nini mimi siongeangi kwa hii kiwanja? Tani wachie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata nikiongea mpaka kesho. Hata Mungu akituma mnabii, si yule wa kutubu atatubu tu. Naam. Wangapi wanasema Bwana ametubariki? Wangapi wanasema mimi nataka Mungu anisaidie? Pastor, nataka uniombee. Niko na matatizo. Sikiliza, mimi nataka niombe na watu ambao wanasema mimi nataka Mungu unisaidie vile ambavyo nitatubu kwa kweli. Nyinyi mtafaulu. Kuna mtu mafuta, tunaweka mafuta ya kesho, weka pesa yako pale 20. Hii itajaza hii generator inanguruma kutoka saa 10 mpaka sasa, weka. Imetosha? Weka tu ndio kesho tufundishane tena. Hapa tunafundishana kila jioni, hatutoki. Wewe kazi yako ni kusikia jioni, unaweka pesa ya mafuta hii. Hii generator hii, hatutumii stima, si unaona inanguruma. Hiyo tu. Kuna kitu kingine iko hapa. Hiyo ndio gharama. Hiyo nyingine tunalipa store na nini, hiyo nyingine wewe weka tu hii ya mafuta. Ya hii generator full stop. Wangapi wanasema Bwana umetubariki kwa kweli na mimi